Sana TV. Watukufu wa Islam, na wahusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika jambo kubwa la kumcha Allah, juu ya kufuata maamrisho ya Allah na kujiepusha na makatazo, kwani bado tuko katika kipindi cha chereko juu ya mazazi ya mtukufu wa daraja Mtume Muhammad. Mtume ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameamua amlete mtume ili ije kuwa ni ukombozi kwetu, ili ije kuwa ni rehema kwetu. Wamepita mitume wengi, lakini Allah akakusudia tu kwamba amlete Mtume Muhammad ili aje kuwa ni rehema kwa watu wa ulimwengu mzima, kama Allah anavyotuthibitishia ndani ya Qur'ani, wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin. Sikuwaletea nyinyi mtume ila nimewaletea ili aje kuwa yeye ni rehema kwa ulimwengu mzima. Rahmatan lilalamin, haienei kwa viumbe maalumu, inaenea kwa watu wote, kwa binadamu, kwa majini, kwa wanyama, kwa wadudu. Wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin. Na pia akahusisha Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa watu, kama anavyotukumbusha na kutuambia Allah Subhanahu wa Ta'ala ndani ya kitabu chake kitukufu, akasema ya ayuhan nasu, enyi watu. Nyinyi watu, kuna nini ya Rabbi? Kuna taarifa gani? Akasema kad jaatikum maw'idhatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi suduri wa hudan wa rahmatan lilmu'minin. Angalia hii aya. Kwanza akatanguliza watu, akasema imewajilieni nyinyi, tumewaleteeni nyinyi mawaidha, ulinganiaji, msiende vile akili zenu zinavyotaka, mwende kwa utaratibu aliotaka Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kutoka kwa Mola wenu. Halafu washifaun, pia ni pozo, lima fi suduri, kwa yale yaliyoko ndani ya nyoyo zenu. Wahudan, pia ni uongofu. Wa rahmatan, pia ni rehma. Lilmuminin, waumini. Ujaji wenyewe sio ujaji mwingine, ni ujaji wa Mtume Muhammad. Kwa amekuja mtume kwa maana maalumu, kaja mtume kwa maana maalumu, sio ameletwa tu. Hapana, mtume ameletwa kwa maana maalumu. Kama anavyoendelea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutukumbusha, kul, sema wewe Muhammad, bifadlillahi, kwa fadhili, kwa utukufu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa birahmatihi, na kwa rehema za Allah, fabidhalika, kwa ajili ya ujaji wa Mtume Muhammad, kwa ajili ya kukuleta wewe uende uje uongoze umma, falyafrahu, ufurahi wewe na umma wako. Huwa khairun mimma yajmaun, furaha hiyo ni bora kuliko hivyo mnavyovikusanya. Wafasiri wanasema fadhili ya Allah hapa ni Mtume Muhammad, rehema hapa ni Qur'ani. Wapo wanaosema fadhili ya Allah ni Qur'ani, rehema hapa ni Mtume Muhammad. Ndiyo maana yake, ndio makusudiwa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala wa kumwambia Mtume Muhammad, kul, sema wa Muhammad, bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairu mimma yajmaun. Mtume katuletea uongofu, Mtume katuletea amani, Mtume katuletea utulivu, Mtume katuletea kujuana, Mtume katuletea kukaa pamoja, Mtume kaondoa dhulma, Mtume kaleta haki. Watu watende haki, usifanye dhulma, usimdhulumu mwenzio. Mkae pamoja. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabail litaarafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Katufundisha, katuletea sisi Mtume Muhammad. Sio Allah badala ya kutuumba katuachoche bure. Hapana, ametuletea sisi mtume, akatuletea sisi vitabu. Huu ni mwaka wa ilmu. Mwaka huu ni mwaka wa ilmu, wa kujitambua, mwaka wa kubadilika, mwaka wa kutumia tulionayo tuyatumie vizuri, tusiende ovyo. Juu ya ujaji wa Mtume Muhammad, sasa ukienda tofauti,
basi wewe umemkhalifu utaratibu wa Mtume Muhammad. Ukienda ovyo, umekhalifu juu ya utaratibu aliyotufundisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume ambaye ni rehema hata kwa wanyama. Muangalie yule mnyama mmoja alikuwa apita Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini akawa yule bwana mmoja kaeka mtego wake pale apate kitweleo, mnyama yule akanasa. Apita Mtume ambaye Rasulullah, nidhamini yeye Mtume, mimi na watoto wangu wadogo. Sasa tangu niwepo hapa mpaka sasa hivi watoto wale wana njaa, nidhamini nikawanyonyeshe, nikirudi hapa bwana achukue kitoweo chake. Ghafla mwenyewe akatokea, tayari shapata kitoweo hapa. Mtume akamwambia, bwana nachukua dhamana kwa huyu mnyama, ana watoto wadogo, akawanyonyeshe halafu arudi. Akirudi utachukua kitoweo chako. Mnyama wa porini asiporudi, shingo yako ni halali juu yangu. Kama niko tayari. Afunguliwa paa, mbio 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 mpaka kwa watoto wake. Anaambiwa, watoto nyonyeni upesi, nimemweka dhamana Mtume Muhammad, kama nitachelewa anaweza akadhurika Mtume Muhammad. Watoto wakamwambia, hatuwezi kunyonya, kamnusuru Mtume Muhammad. Baada ya dakika, paa huyo anarudi mbele ya Mtume Muhammad. Kaambia, bwana nimekuja sasa. Huyo bwana sasa ni haki yake. Kaambia, bwana umemuona paa yako aliyenaso hapa kwenye mtego wako uliomweka? Kaambia ndio. Kaambia, haya chukua. Akasema, huyu sio paa. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tuishi tukae kama alivyotufundisha Mtume. Tuache dhulma, tuache hasadi, tuache kunyanyasana, tuache kusengenyana, tuache kuiba, tuache kudhulumu, tuache uzinifu, ulevi, tuache. Turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ameyakataza hayo Mtume Muhammad. Kwa kuyafanya hayo ni sababu ya dunia kuharibika, maisha kuharibika. Tumwombe Allah atuafikishe kwa huruma zake na kwa utukufu wake, tuweze kuyatenda yaliyo mema, tujiepushe na yale aliyokataza. Wallahu tabaraka wa taala yaqulu wa biqawlihi yahtadi almuhtadun fa idha qura alquran fasta'idh billahi minash shaitani rajim. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Ya ayuha nnas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudurin wa hudan wa rahmatan lil mu'minin
Barakallahu lana wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah al-fa'il al-mukhtar wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin safatul abrar wa ashhadu an la ilaha illa Allah al-wahid al-ahad wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan rasulullah sayyidi sanad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Usikum ibadallah wa nafsi bi taqwallahi ta'ala, amma ba'd, faqad faza almuttaqun. Tukufu Islam, na usieni tena pamoja na kuihusia nafsi yangu katika jambo kubwa la kumcha Allah, juu ya kufuata maamrisho kama anavyotuambia. Tuko ndani ya chereko juu ya mazazi ya Mtume Muhammad. Bishara zimepita huko nyuma, kabla hajazaliwa Mtume Muhammad, bishara zimepita. Neema ilipatikana, matunda alikuwa kochokocho, majini wakapeana habari, samaki wakawa na habari, wanyama wana habari kwamba leo imepatikana mimba ya Mtume Muhammad. Kashazaliwa sasa. Allah aliyetuumba anasema, nyinyi waumini mna rehema kubwa. Laqad manna Allahu ala almu'minin, hakika ameneemesha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala juu ya waumini. Kaneemesha nini? Mungu ametuneemesha nini? Akasema, idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim, kipindi kile alichowaletea wao mtume. Wale wenye kuamini wamefaulu, wale wenye kuamini wamefuzu, wale wenye kufuata yale aliyoamrisha, hao wamefuzu na wamefaulu. Kipindi alichowaletea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuwaletea Mtume Muhammad, mtume ambaye sio malaika wala sio jini, ni binadamu kama wao. Huyu mtume kazi yake nini? Kama Mungu amemleta kwetu sisi, sasa mtume kazi yake nini kwetu sisi? Allah anasema, yatlu alaihim ayatihi, kaletwa kwa ajili atusomee, atufundishe aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa yuzakihim, na tutakashe sisi na madhambi.
huko msiende, nendeni huku. Acheni kuiba, acheni dhulma, acheni haya. Anatunyoosha kwa kutuelekeza Mtume Muhammad. Wa yuallimuhum alkitaba, na ameletwa Mtume Muhammad atufundishe sisi ilmu mbalimbali, Qur'ani na ilmu mbalimbali, ambazo ilmu zote zimetoka ndani ya Qur'ani. Maana hakuna ilmu ambayo unaweza ukaikosa ndani ya Qur'ani, hakuna. Hata hizi simu tunazotumia zilikuja kama miaka 10 au 20 zilizopita, kwa 10 hivyo, kitu gani? Tayari Qur'ani ishaeleza zamani, kwa sababu ilmu inazidi kukua siku hadi siku. Kila siku ilmu inakuwa. Ndio kazi alioletewa, ndio kazi aliyokujia Mtume Muhammad. Hakuna taifa, hakuna ukoo wala kabila wala nchi kama haikushikamana na ilmu, nchi hiyo itazidi kuporomoka na wala haiwezi kuendelea. Na ndio maana imamu wetu mkuu, mufti wa Tanzania, alichokichagua baada ya kuingia madarakani ni ilmu. Cha kwanza kabisa ni ilmu, kwa sababu bila ya ilmu Uislamu unakufa. Alilmu hayatu lislam wa imadu din. Mtu kusema yeye ni Muislamu awe na ilmu. Angalau ujue ibada yako basi, angalau basi ujue swala yako basi, angalau ujue saumu yako basi. Mtu afunga mwezi wa Ramadhani alafu anafuta sigara, anasema hii sigara ni moshi tu, haina neno. Huyo sawasawa kalbaiti lkharib. Mtume Muhammad anasema inna alladhi laisa fi jawfin shay'un min alqur'ani kalbaiti lkharib, yule ambaye hana chochote katika moyo wake miongoni mwa ilmu, chochote hana, ni sawasawa na nyumba mbovu ya kurudia kuanguka hiyo. Bwana ukaambia hivi ndio hivyo, sema ndio hivi, hivi ndio hivyo, sema ndio hivi, hivi ndio hivyo. Huna dila. Na sisi hatukuletwa vile kama vile wanyama, hapana. Wanyama pia wana ilmu. Ilmu ndio sababu, ndio chanzo cha kuletwa mtukufu wa daraja Mtume Muhammad. Kwa ahakikishe kila mmoja ibada yake anaifahamu vizuri, swala yake anaijua vizuri, saumu yake anaijua vizuri. Kashakuja mtume tena, mtume kashakuja, kashazaliwa, tunaye. Mtume ambao ukimtakia rehema mara moja
yeye akutakia rehema mara 10. Ukimtakia rehema mara 10, yeye akutakia rehema mara 100. Ukikaa chini ukimtakia rehema mara 100, yeye akutakia rehema mara 1000. Anayepata faida hapo nani? Kwa nini hakutaja mitume wengine ila Mtume Muhammad? Ana nini huyu? Huyu Allah kampenda, huyu Allah amempenda mpaka jina lake Mungu mwenyewe, jina lake la Raufur Rahim kamkabidhi Mtume Muhammad, kama wewe ni Raufur Rahim. Jina la Mungu, hakuna nabii katika manabii katika jina la Mungu Mungu ampe huyo zaidi ya Mtume Muhammad. Jibril amelithibitisha hili baada alivyokwenda Taifu kwenda kuwalingania watu, wakawa hawasikii, wakampiga mawe. Zaid bin Harith akinga mawe, akinga huku, ikawa sana anampiga miguuni, maana Zaid anakinga kwa kichwani huku, jua likija kinga huku. Sasa kumbe ukawa anampiga miguuni, damu za popocheka, damu za Mtume Muhammad. Jibril akaniambia, Allah amenituma, hebu niambie niwafanyeje watu hawa? Kaambia hapana, hao siwafanyi chochote. Wao hawa hawawezi kuniamini, lakini nataraji kwenye migongo yao watakuja watu watakuja kuniamini. Na Jibril akasema, wallahi kad sadakta man samaka Raufur Rahim. Adhabu yote hii unayoipata, na laiti kama tone lingedondoka pale ardhini kwa ghadhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, angeangamiza wote. Lakini Mtume akinga damu, tone damu isije kadondoka, japo tone. Mtume akinga damu hivi isije kadondoka, maana ghadhabu ya Mungu ni kali. Jibril amwambia, wallahi kad sadaqta ma samaka Raufur Rahim. Kasema kweli kwamba wewe ni Raufur Rahim, hata tatizo yote haya ama kantuma kwa mlima nifunike hapa mara moja. Acha, huyo ni Raufur Rahim, Mtume Muhammad. Kaleta umoja, kaleta haki, kaondoa batili. Haki ilikuwa ijulikani. Sasa kaletwa Mtume Muhammad ili aje kuwa kwetu sisi ni rehma. Tanzania imekuwa na amani, ni kisiwa cha amani kwa ajili ya kukithirisha kumswalia Mtume Muhammad. Mawanja yanayoswaliwa Mtume Muhammad, sehemu hiyo malaika wanashuka na rehema zinashuka, utulivu unashuka, kila kitu kinashuka. Wewe usiwepo tu, halafu nenda mahali pale kwa sehemu hii ambayo kaswaliwa Mtume hapa, Mungu mimi nina shida jambo fulani, kwa rehema ya sehemu hii ambayo rehema zimeshuka hapa, Mungu niondolee. Mtume ni rehema. Lakini tufuate yale aliyokuja nayo, tujiepushe yale aliyoyakataza. Sio kwamba Uislamu wako wewe sasa ndio kujifichia katika maovu yako, hasha wakalla. Nalikuwa Muislamu na kuvaa koti na kilemba ndio sasa wewe mwenyewe huko chini chini wafanya uzinifu tu, waiba tu. La yazni zani hina yazni wa huwa mumin. Hazini mzinifu halafu akawa yeye ni muumini. Ipo hadithi nyingine asema, yule anayezini, yule anayemwasi Mungu
nazaa Allahu imanan kama yakhlau alqamisu min rasi. Yani kipindi kile wafanya lile tukio, ule Uislamu wote, ile imani yako Mungu anaifua kama vile mtu anafua kanzu, unakuwa mtupu. Leo zina kama kitu cha kawaida hivi, kama fashion hivi, kama ni fashion fulani hivi, na unajua kabisa mwanao anazini na fulani, na wewe umenyamaza kimya tu. Haja tufundisha Mtume hayo, kataza mara munkar falyughayyir biyadihi. Wewe unaona kabisa mwanao anazini na fulani, halafu umenyamaza, au mwanao ndio kuzini na fulani na wewe umenyamaza. Haja tufundisha Mtume Muhammad hayo, na utatangulia kwenda motoni wewe kabla yeye, maana umeliona jambo hili ni baya, halafu umenyamaza, halafu silikataze. Wajua kabla dada yako aziniwa na fulani, wajua kabisa mwanao atembea na fulani, wajua kabisa, sio kama hujui, wajua, lakini mwenyewe umenyamaza. Sababu waletewa mikate, waletewa nini, waletewa makoto, si waletewa nini, waletewa gari. Utaondoka na shuka 3 tu hapo kabrini, shuka 3 tu. Maisha yote uliokaa duniani utaondoka we na shuka 3 tu, na miaka 60 uliokaa 70, kaa miaka 100, utakaa zaidi ya miaka 300 kabrini, nasubiri kiyama. Maana hutakuja kusikia kwamba leo umefufuka peke yako, hutakuja kusikia hiyo, wala hutakuja kusikia kwamba nabii fulani kafufuka leo. Hasha wakalla. Miaka 60 umekaa, miaka 800 utakaa kabrini, unasubiri kiyama. Tumcheni Allah ukweli wa kumcha. Ittaqillaha haithu ma kunta, popote mwogope Mungu, mche Mungu popote utakapokuwepo, mwogope Mungu bana. Mungu ana walinzi wake, malaika raqibun atid wa inna alaykum lahafidhin. Pana mbele yenu raqibun atid kiraman katibin, watukufu waandishi, malaika wa kulia na kushoto. Mungu anasema ni kiraman katibin, watukufu waandishi, yaalamuna ma tafalun, unajua mnayofanya. Tumche Allah ukweli wa kumcha, tumwogope Allah ukweli wa kumwogopa. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenyewe aliyesema wama kunna muadhibina hata nab'atha rasula, siwezi kuwaadhibu nyinyi ila mpaka niwaleteni mtume, yani mjumbe wa kwanza kutueleza hili halali, hili haramu, hili baya, hili kashakuja Mtume Muhammad yote katuelezea alhalal bayin wal haram bayin, halali iko wazi na haramu iko wazi. Nani asijua kwamba hii ni halali? Nani asijua kwamba hii ni haramu? Yuko wapi? Kwa hiyo ukifanya, ukimwasi Mungu wamwasi makusudi tu. Kama unaswali Jumaa hadi Jumaa, wajua kabisa mimi nimetakiwa swala 5, lakini naswali Jumaa hadi Jumaa. Tumwogope Allah ukweli wa kumwogopa, na ndio maana mtume kaletwa kwa ajili atusomeshe sisi Qur'ani na ilmu mbalimbali. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Tumwombe Allah atusamehe makosa yetu. Mungu tunakuomba kwa baraka
na kwa jaha ya mwezi huu aliozaliwa Mtume tusamehe makosa yetu. Mungu tusamehe madhambi yetu, Mungu tengenezee mambo yetu. Ya Rabbi, tunakuomba mpe sanadi kiongozi wetu wa kinchi, mama yetu Samia Suluhu Hassan, mpe udhibiti wa kuweza kutusimamia na kutuongoza kwa salama na amani. Ya Rabbi, tunakuomba mpe udhibiti wote wanaotuongoza kwenye serikali yake. Mungu tunakuomba mhifadhi na umlinde kiongozi wetu wa kiroho, mufti wetu wa Tanzania. Mungu tunakuomba wahifadhi na wote wenye kumsaidia mufti, walinde ili waweze kutusimamia Uislamu wetu kwa salama na amani, kama ambavyo tunavyoona kwa ajili ya masuala ya kielimu. Mungu tunakuomba wahifadhi waumini wako wote hawa waliokuja kwa ajili ya ibada, wameacha yao kwa ajili ya kuja kukuabudu wewe. Mungu wasamehe makosa yao, watengenezee mambo yao, wanyoshee mambo yao. Kila mwenye shida yake Mungu mkidhie shida yake, mwenye tatizo lake Mungu muondolee shida yake, kwa utukufu wako na kwa baraka ya mwezi huu aliozaliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kila mwenye shida yake Mungu mkidhie. Mungu wewe ni tajiri, Mungu wewe ni mwenye uwezo, wewe ni kila kitu, kwa baraka ya mwezi huu aliozaliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Allahu ta'ala fi al-Qur'an al-Karim, inna Allaha malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallim taslima. Allahumma rallana Abi Bakr as-Siddiq at-Taqi wa Umar al-Faruq an-Naqi wa Uthman dhi nurayn zaki wa Ali al-Wafi ar-Rami. اللهم سبطان جليلان شهيدان أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعم يزدكم واسألوا من فضل يعطكم ولذكر الله أكبر.